Taarifa mbaya zaidi zimeibuka kumuhusu jambazi wake Mafuele na mpango wake hasi wa kupora CRDB Bank. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Giza linapoingia na taa za jiji zinapoanza kuwaka, kuna operesheni inayoandaliwa kimya kimya. Operesheni yenye malengo makubwa, operesheni inayolenga fedha za mabilioni. Hii si hadithi ya kubuni, bali ni simulizi la mtandao wa uhalifu unaodaiwa kupenyeza hadi ndani ya mifumo ya benki. Na katikati ya mtandao huu, jina moja linaibuka kwa uzito mkubwa, na ni jina Aidan Francis Musuya. Taarifa za kiuchunguzi zinaonyesha kuwepo kwa njama mpya ya uhalifu inayolenga moja ya taasisi kubwa za fedha nchini, ambayo ni CRDB Bank. Mpango huu unaelezwa kuwa wa kina na umepangwa kwa muda, na unahusisha ushirikiano wa watu wa ndani na nje ya taasisi hiyo. Na katika kile kinachoonekana kama mwendelezo wa operesheni za awali, Musuya anatajwa kuwa muhimili mkuu wa mkakati huu na mtu anayesemekana kuwa na uwezo wa kuunganisha mitandao ya uhalifu ndani na nje ya nchi. Chanzo cha taarifa kinaeleza kuwa baada ya kutoka gerezani katika mazingira yenye maswali mengi, Musuya hakurudi kwenye maisha ya kawaida, na badala yake alirejea akiwa na mtandao mpana zaidi, mtandao wenye nguvu na wenye malengo ya kimataifa. Akiwa na mshirika wake anayejulikana kama Mafuele, inadaiwa kuwa wamejenga mfumo wa ushirikiano na uhusisha utekaji, uporaji na uhalifu wa kifedha. Ushirikiano huu unaonekana kuwa na faida ya pande zote, na Musuya analeta utaalamu wa mtandao wa kimataifa, huku Faustin Mafuele akileta nguvu ya utekelezaji na magenge ya ndani. Lakini kinachotia hofu zaidi ni kile kinachodaiwa kutokea ndani ya mfumo wa benki yenyewe. Taarifa zinaeleza kuwa kuna watu ndani ya CRDB wanaodaiwa kushirikishwa katika mpango huu, na watu wanaofanya kazi katika idara nyeti zikiwemo teknolojia ya habari, mikopo na utengenezaji wa kadi za malipo. Hapa ndipo mlango wa uhalifu unapodaiwa kufunguliwa, na kwa mujibu wa taarifa hizi, udhaifu wa mifumo inategemea zaidi binadamu, na umekuwa pengo linalotumiwa na mtandao huu. Na kupitia wafanyakazi wa ndani, taarifa muhimu zinadaiwa kupatikana kirahisi: taarifa za wateja, mifumo ya ndani na hata maeneo yenye mapungufu ya kiusalama. Hii inatoa picha ya operesheni iliyopangwa kitaalamu, na operesheni inayoweza kusababisha hasara ya mabilioni ya fedha. Lakini simulizi hili haliishii kwenye benki pekee, linaingia hadi kwenye taasisi za serikali. Kuna madai kuwa Musuya ana mtandao unaofika katika ofisi nyeti za dola, ikiwemo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP, na pamoja na mahusiano yanayodaiwa kuwepo ndani ya vyombo vya usalama. Haya ni madai mazito, madai yanayozua maswali kuhusu namna kesi zake zinavyoshughulikiwa hapo awali, na jinsi alivyoweza kurejea uraiani bila vikwazo vikubwa. Na katika mazingira haya, taarifa zinaonyesha kuwa mtandao huu unaweza kutumia mifumo ya kisheria na kiusalama kujilinda au hata kuwanyamazisha wanaolengwa. Historia ya Musuya inaeleza kuwa ndefu na yenye matukio mengi ya uhalifu, na inadaiwa kuwa amehusika katika uporaji wa mali za watu binafsi, wafanya biashara na hata maghala ya bidhaa. Na katika baadhi ya matukio hutumia watu wa karibu na waaminifu kama daraja la kuwafikia walengwa. Hujenga vilevile taswira ya mtu wa kawaida, mtu mwema asiyetiliwa shaka, lakini nyuma ya pazia huandaa ramani ya operesheni, huchora mpango na kisha kuwatafuta watu wa kutekeleza. Mbinu hii inamfanya kuwa mgumu kutambulika na hata mgumu kukamatwa. Na katika baadhi ya matukio inadaiwa hutumia silaha kama njia ya kutisha, si lazima kushambulia moja kwa moja, bali kuonyesha uwezo wa kufanya hivyo, na hofu inakuwa silaha yake kubwa. Kwa upande wa kimataifa, taarifa zinaeleza kuwa Musuya ana uwezo wa kusafiri nje ya nchi kwa urahisi, hasa kupitia nyaraka za kusafiria zinazomruhusu kuingia Ulaya, ikiwemo Uswisi.
Hali hii imempa nafasi ya kupanua operesheni zake nje ya mipaka ya nchi na kushirikiana na mitandao ya uhalifu ya kimataifa. Na ikiwa madai haya ni ya kweli, basi hii si tena uhalifu wa kawaida, ni mtandao wa kimataifa wenye mizizi ndani ya taasisi nyeti. Maeneo yanayodaiwa kuonekana mara kwa mara ni pamoja na Masaki, Ubungo na maeneo ya Pwani, na inaonyesha uwepo wake katika maeneo ya kimkakati ya mjini na ya nje ya jiji. Aidha, taarifa zinaeleza kuwa amewekeza katika mali mbalimbali ikiwemo makazi ambayo yanaweza kuwa sehemu ya kuficha shughuli zake au kujisitiri. Na katika hatua nyingine ya kushangaza, inaelezwa kuwa amehamisha familia yake. Hatua hii inaonekana kama mkakati wa kujilinda au kuficha ukweli unaodaiwa kumzunguka, na hii inaonyesha na kuongeza uzito wa maswali yanayoulizwa kuhusu shughuli zake. Kwa jamii, hii ni tahadhari juu ya uwepo wa mitandao ya uhalifu inayoweza kuficha katika sura za kawaida, na watu wanaonekana wa kawaida lakini wanaendesha operesheni kubwa za kifedha. Kwa taasisi za kifedha, hii ni kengele ya hatari. Inaonyesha umuhimu wa kuimarisha mifumo ya usalama, kupunguza utegemezi wa binadamu katika maeneo nyeti na kuongeza ufuatiliaji wa ndani. Kwa vyombo vya dola, hii ni changamoto ya uwajibikaji, na madai ya uwepo wa mtandao ndani ya taasisi nyeti yanahitaji uchunguzi wa kina, uchunguzi huru na hatua madhubuti. Na bila hivyo, imani ya umma inaweza kuyumba. Na kwa wateja wa benki, hili ni onyo: kulinda taarifa binafsi, kuwa makini na miamala na kufuatilia kwa karibu shughuli za akaunti zao. Na kadri simulizi hili linavyoendelea kujitokeza, maswali yanaendelea kuongezeka. Je, taasisi husika zitachukua hatua gani? Je, uchunguzi utaanzishwa kwa kina? Na je, mtandao huu utavunjwa kabla operesheni inayodaiwa kutekelezwa? Hadi majibu yatakapopatikana, kivuli cha hofu kitaendelea kutanda, kwa sababu wakati mwingine hatari kubwa ionekani kwa macho, hujiandaa gizani kimya kimya na kusubiri muda sahihi wa kuwashambulia. Na kama madai haya yatathibitishwa, basi unaweza kuwa mmoja wa mitandao hatari zaidi kuwahi kugunduliwa katika sekta ya kifedha. Na swali linabaki, nani yuko salama? Ndiyo taarifa tulizoandalia kutoka hapa Kenyascope, chaneli yenu pendwa ambayo inawaletea uchambuzi wa kina, taarifa kwa kina, taarifa kwa utendeti, na vilevile hapa hatubagui wala kuchagua, hatuenei ama kuelekea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile waweza kugonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.